Bwana, mambo vipi? Baada ya zaidi ya wiki nikiwa sionekani katika jukwaa hili, hatimaye nimerudi na nina taarifa ambayo inawahusu Simba Sports Club. Simba Sports Club, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata kutokea kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, wameingia kwenye vita ya kujaribu kumwania kiungo mshambuliaji ambaye yuko kwenye form kwa wakati huu kutoka katika nchi ya Ivory Coast, Souleymane Fofana. Taarifa nilizonazo zinaniambia pia kwamba Simba sio tu wameingia kwenye hii vita, lakini wameshafungua mpaka na mazungumzo na mchezaji. Ina maana wanajaribu kweli kweli kupush, kwa sababu hawako peke yao. Kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo, na nilishawahi kuja na taarifa ambazo zinamhusu huyo mchezaji, ni kwamba Young Africans pia wanamtaka. Nishazungumzia sana mara jambo hili kwenye jukwaa langu. Nimeshakuja na taarifa si chini ya 3 ambazo zinawahusu Young Africans kwa nafasi yao kuhusu kumhitaji Souleymane Fofana, na kwamba kuna mazungumzo ambayo yamefunguliwa na yamefika katika advanced stages. Hayo yote nilikuja niliyazungumza mimi mwenyewe hapa, lakini Ahli, kuna taarifa zinasema nao wanamwangalia Souleymane Fofana, lakini pia vilabu kutoka Ulaya. Nilipokuwa nawazungumzia Young Africans kwa nafasi yao, niliweka bayana kwamba hata vilabu pia kutoka Ulaya vinamwangalia. Hakuna mazungumzo ambayo yamefunguliwa, lakini kuna kumonitor, kuna interest, kuna kuvutiwa. Sasa basi, Simba nao wameona wajitose kwa ajili ya Souleymane Fofana. Goli 14, assist 5. Amekuwa na kiwango kizuri sana kwa wakati huu kwenye ligi ya Ivory Coast, akiwa ni mchezaji ambaye anategemewa hata kuwa ndo MVP mwisho wa siku, most obviously. Lakini Simba wana mpango wa kando. Kitu ambacho Simba wamekifanya ni kwamba hawakuweka mayai yao yote kwenye kikapu kimoja cha Souleymane Fofana. Simba wana mpango wa kando. Endapo watashindwa kuishinda hii vita ya kumpata Souleymane Fofana kama chaguo lao la kwanza, basi watakwenda kwa mtu anayeitwa Kevin Bakari Wato. Kevin Bakari Wato, kijana mwingine ambaye anacheza katika klabu hiyo hiyo ya ASEC Mimosas, mwenye umri wa miaka 22, raia wa Ivory Coast, ambaye anaweza kucheza kama namba 9, anaweza kucheza kama second striker, na anaweza kucheza kutokea upande wa kulia. Huu ndio mpango wa kando wa Simba Sports Club. Kevin Bakari Wato. Primary target yao ni Souleymane Fofana, lakini kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii, Souleymane Fofana ni mchezaji ambaye yuko in demand. Yaani kwamba uhitaji wake ni mkubwa, wanaomhitaji ni wengi, ambao wameanza kufungua mazungumzo na yeye pia wapo kadhaa hivi sasa. Ina maana kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwa wakati huu kwenye kambi ya Souleymane Fofana. Kuna mvuto mkubwa, kuna mazungumzo na minong'ono mingi ambayo inaingia na kulia na kushoto kwenye kambi ya mchezaji, lakini Simba wanataka kuweka milango wazi mwisho wa siku kwamba huyu ndo primary target yetu sisi, lakini endapo watamkosa, basi Simba, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata exclusive kabisa kutoka katika ukanda wa Afrika Magharibi na kutoka ndani ya nchi Ivory Coast, ni kwamba Simba watakwenda kwa kijana anayeitwa Kevin Bakari Wato. Huyu ndo second option ya Simba endapo watamkosa Souleymane Fofana, kwa sababu nimeweka bayana Souleymane Fofana ushindani wake ni mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo Simba wameamua kuzichanga karata zao kuhakikisha kwamba hata kama watamkosa Souleymane Fofana, basi isiwe mwisho wa malengo yao ya kupata mchezaji mwingine wa daraja la juu. Hawajajifunga kwa mchezaji mmoja ambaye yuko kwenye ushindani kwa wakati huu wa kutakiwa maeneo mengi, lakini wameweka option wazi mwisho wa siku. Kwa hiyo huo ndo mpango wa Simba Sports Club, na hiyo ndio taarifa ambayo niko nayo kwa wakati huu. Wanasema siku zote biashara inafanywa mapema, hesabu zako unakuja kuzifunga jioni. Hivi sasa ni mwezi wa 4 mwishoni, tunaelekea mwezi wa 5. Mwezi wa 6 tutakuwa na story nyingi za sajili ambazo zitakuwa na nguvu sana, lakini siku zote wachezaji ambao unakuwa unawahitaji kama kipaumbele chako, unaanza kufanya biashara yao mapema. Kama kuna makubaliano, agreement in principle wanasema, kama ipo inafanywa wakati huu. Kama kuna mazungumzo baina ya klabu na kambi ya mchezaji ni wakati huu. Kama kuna makubaliano juu ya maslahi binafsi ya mchezaji, basi ni wakati huu. Kwa hiyo unafanya kila kitu wakati huu, ili dirisha likifunguliwa gharama ya mchezaji isiwe juu, ukajikuta unashindana kwa ajili ya kumpata mchezaji ambaye bei yake imefumuka, kwa sababu kipindi ambacho cha usajili kimefika na unamhitaji sana mchezaji. Kwa hiyo
Simba ni kama unaweza labda ukawaona kwenye hii situation, hawataki pia kujimaliza sana mfukoni kwa ajili ya Suleiman Fofana, kwa sababu siku zote demand ya kitu ikishakuwa juu, manake hata gharama yake inakuwa ni kubwa mwisho wa siku. Kwa hiyo Simba ili pia kuweza kuepukana na uwezekano wa kulipa premium kwa ajili ya Suleiman Fofana, wamefungua mlango kwa ajili ya Kevin Bakari Wato. Huyu ndio mchezaji ambaye taarifa nilizonazo zinaniambia kwamba Simba watamfuata endapo watamkosa Suleiman Fofana. Huyu Watu pia anacheza katika klabu ya ASEC Mimosas. Kwa hiyo Simba wana target zao mbili kwenye klabu ya ASEC Mimosas kuelekea kwenye dirisha kubwa.